baada ya Haji Sande Manara kuweza kuachana na aliyekuwa mke wake anajulikana kwa jina la Zailisa, ameweza kumtambulisha mrembo mwingine ambaye ameahidi kwamba huyo ndio mwanamke wa kufa na kuzikana. Kwa mjibu wa Haji Sande Manara, aliweza kuchukua maoni ya watu tofauti tofauti ambao waliweza kumpa maoni hayo baada ya kuweza kuachana na Zailisa, huku wengi wakidai kwamba Haji Manara kwa umri alionao nitakiwa apate mwanamke ambaye umri umeenda, lakini pia ambaye atakufa naye na kuzikana naye. Kwa mwanadada kama Zailisa umri wake ni mdogo, yani damu bado changa, hivyo hawezi kuendana naye. Baada ya kuachana na Zailisa, Haji Manara ndipo akaweza kumtangaza rasmi shemeji yetu huyo anayejulikana kwa jina la IM Alham TZ, ambaye kama anavyoonekana kwenye picha, na huku Haji Manara akisindikiza na caption ambayo ilikuwa inasomeka, sasa nitazikwa naye huyu, hatuachani mpaka kifo, I love you my baby, akaweka emoji ya kopa. Haji Manara aliweza kumtambulisha mpenzi huyo siku chache baada ya kuweza kuachana na alikuwa mke wake Zailisa, ambaye waliweza kuachana kutokana na vile ambavyo vilikuwa havijawekwa wazi tatizo lilikuwa ni nini mpaka wawili hao kaweza kuachana, na ndipo ambapo akaweza kumtangaza rasmi mrembo huyo kwamba ndiye shemeji yetu kwa sasa, na huyo sasa ndiye anaweza kufa naye na kuzikana naye, sio wale wa nyuma ambao waliweza kuachana naye kipindi hicho ambacho yeye alikuwa bado anajitafuta. Kwa mjibu wa Sande Manara, ambaye mpaka sasa ataingia kwenye ndoa ya takribani ya 5, huku katika ndoa zote ambazo zimepita aliweza kuingia mitafaruku ambayo ilimfanya aweze kuachana na hao wanawake. Nikumbuke kwamba mwanamke wa mwisho wa Haji Manara alikuwa ni Zailisa, ambaye aliweza kufunga naye ndoa, lakini mpaka sasa hawakubahatika kupata mtoto hata mmoja. Lakini kwa sasa wameweza kuachana naye na kuweza kumtambulisha madada huyo, ambaye kwa Haji Manara imeonyesha kabisa amepokea maoni yale ambayo watu walikuwa wanatoa kuhusiana na yeye, huku wengi wakizingatia kwamba asiache kuoa, kwa kuwa wanawake wengi ambao anaoa wanawasaidia sana waweze kupata madili tofauti tofauti na kuingiza kipato chao tofauti na wakiwa hawajaolewa.